Huko London, karibu watu 100,000 walikusanyika kwenye ukingo wa mto Thames kwa maonyesho ya kuvutia ya fataki. Kulikuwa na mkusanyiko ukubwa sawa huko Edinburgh kwenye karamu ya mitaani. Awali huko Dubai katika Umoja wa Falme za Kiarabu, washereheshaji walishuhudia mwaka wa 2026 wakiwa na fataki kwenye jengo refu zaidi duniani. Lakini kulikuwa na sherehe zenye ukimya nchini Ukraine kutokana na uvamizi unaoendelea wa Urusi nchini humo. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako hapa studioni na Martha Saranga. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio wa shirika na kwenye tovuti ya bbcswahili.com. Nchini Tanzania unatupata kupitia Lolendo FM, Kenya ni Nyota FM, Uganda ni Radio Kitara, na iwapo upo DRC tegea sikio kupitia Lizadil Radio. Matangazo haya vile vile tunapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili, na unaweza kuacha ujumbe wako pale wa mwaka mpya na jumbe nyingine, na tutaweza kusoma kwa kadri ambavyo tutapata nafasi. Na orodha wako Januari 1, 2026 ni mimi David Mkia. Karibu. Rais Donald Trump amesema utawala wake unaondoa vikosi vya walinzi wa National Guard katika miji ya Chicago, Los Angeles na Portland. Rais huyo anachukua hatua hiyo wakati huo akikabiliwa na ukosoaji wa vikwazo vya kisheria na kuapa kurejelea ikiwa uhalifu utashuhudiwa kuongezeka kwa kasi zaidi. Na Jessica Pelembela. Rais Trump alieleza kupitia mitandao ya kijamii, na hapa na mnukuu: "Tutaondoa kikosi cha walinzi cha taifa kutoka Chicago, Los Angeles na Portland." Licha ya ukweli kwamba uhalifu umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na uwepo wa wazalendo hawa katika miji hiyo, na ni kwa sababu hiyo pekee, mwisho wa kumnukuu. Bwana Trump alituma wanajeshi katika miji hiyo mitatu inayoongozwa na chama cha Democratic kwa kile alichosema ni msako dhidi ya uhamiaji haramu na uhalifu. Hata hivyo, katika chapisho lake katika mitandao ya kijamii alisema kuwa vikosi vya shirikisho vitarudi endapo viwango vya uhalifu vitaongezeka. Hatua hiyo inakuja wiki chache tu baada ya mahakama kuu ya Marekani kuzuia kupelekwa kwa wanajeshi katika eneo la Chicago. Aidha, viongozi wa majimbo hayo walipinga hatua hiyo, wakisema ni matumizi mabaya ya mamlaka na kufungua kesi za kupinga hatua hiyo. Ni Jessica Pelembela. Msikilizaji, mataifa ya Afrika Mashariki yameungana na mengine duniani kote kusherehekea mwaka 2026. Mataifa Pacific yalikuwa ya kwanza duniani kuingia mwaka huo. Serikali ya Tanzania imesema katika kuanza mwaka 2026 imejipanga kujenga umoja wa kitaifa nchini humo. Akitoa hotuba yake ya kuaga mwaka 2025 na kukaribisha 2026, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema hayo akirejelea matukio yaliyotokea siku ya uchaguzi Oktoba 2025 ambapo Tanzania ilipita katika nyakati ngumu ambazo nchi inahitaji subira, mshikamano na uzalendo. Mwaka 2025 pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyapata, tulipitia pia changamoto na mitihani iliyotugusa sote. Takumbukwa kuwa mwezi Oktoba mwaka huu tulipitia nyakati ngumu zilizohitaji subira, mshikamano na uzalendo. Kwa dhati kabisa ninavishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama nchini na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Tumeweza kuthibitishia ulimwengu kwamba Tanzania ni taifa imara, himilivu na lenye kujitahidi kushughulikia changamoto zake. Aidha, amesisitiza Watanzania wanapoendelea kujenga taifa lao wasikubali kugawanyika kiitikadi au kimtizamo. Tunapoanza mwaka 2026, serikali imejipanga kujenga umoja wa kitaifa nchini. Hatua za kuunda tume ya maridhiano zimeanza kuchukuliwa. Serikali itashirikiana na wadau wote katika kukubaliana kuhusu muundo wa tume, aina ya wajumbe, majukumu yao na muda wa kazi wa tume hiyo. Nitoe rai kwenu ndugu zangu wa Tanzania, tusikubali tofauti za kiitikadi au kimtazamo zitugawe na kutupotezea malengo yetu ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Hata hivyo, wachambuzi wanasema Oktoba 29, 2025 inasalia kuwa alama nzito katika historia ya Tanzania. Kumbukumbu za waliopoteza maisha, waliojeruhiwa na mali iliyoharibiwa zinaendelea kuishi mioyoni mwa wengi, zikiamsha huzuni, lakini pia wajibu kujifunza kutokana na yale yaliyotokea.
Kwenye michezo, ni mwisho wa hatua ya makundi ya michuano ya kombe la mataifa Afrika ilimalizika usiku wa kuamkia leo, ambapo timu 16 zitacheza. Sasa hatua hiyo zimekwisha julikana na michezo ya mtoano itaanza kuchezwa Januari 3 kutoka Rabat, Morocco. Omar Mkambara ametuandalia taarifa ifuatayo. Jana ilipigwa michezo minne ya mwisho ya hatua ya makundi ya michuano ya AFCON inayoendelea hapa nchini Morocco. Kutoka kundi E, Algeria walikuwa vinara wa kundi hili baada ya kushinda michezo yao yote mitatu, na wakishinda mchezo wa mwisho kwa kufunga Guinea Equatorial kwa magoli 3-1. Burkina Faso na wakasonga mbele baada ya ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Sudani, huku Sudani na wakitinga kwenye 16 bora kama best loser. Tembo wa Ivory Coast walisonga mbele baada ya ushindi wa goli 3-2 dhidi ya Gabon. Katika mchezo mwingine wa kundi F, the Indomitable Lions Cameroon waliibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Mozambique na hivyo kusonga mbele wakiwa na jumla ya alama 7. Licha ya kuwa leo ni siku ya sikukuu ya mwaka mpya, vikosi vya timu ambazo zimesalia kwenye michuano hii vinaendelea na maandalizi yao kuelekea raundi ya 16 bora. Macho na masikio ya wana-Afrika Mashariki yatakuwa yanasalia kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars pamoja na Leopards, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashabiki wa Tanzania wanasema wana imani kubwa ya timu yao kuweza kuwashangaza Morocco. Ila tutaenda kushangaza Morocco kwa sababu na hakika tutashinda. Kwa tunaogopa, lakini ni mpira wa miguu, ni dakika 90. Kwa hiyo watu wengine wanatumia majina makubwa. Morocco ni timu kubwa. Hakuna timu kubwa. Dakika 90 ndio na maamuzi. Tumepanda kiwango. Naona sasa Tanzania hatuko kama miaka ya nyuma. Kwa sababu mchezo wa soka ni mchezo wa malengo. Naamini mwalimu na wachezaji wanajua nini Watanzania wanachokitaka. Ingawa tunakutana na timu ambayo kwenye renki imetuzidi sehemu kubwa sana, lakini lolote linaweza kutokea. Na haya, mwandishi wa habari za michezo kutoka Kongo, Rodrick Mutembele Mutala, anasema kwa ubora wa timu ya Kongo lionayo wanaweza kutoa ubingwa wa AFCON. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejipanga kutokomeza matimu yote. DRC haina hofu yoyote kuona kwamba imetokomeza matimu makubwa kama Cameroon, imeangusha Benin, na hapo jana majuzi imetokomeza Botswana kumgusa puani kabisa kwa mabao 3-0. Hii inaonyesha msimamo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba aendelea kujipanga. DRC ina wachezaji wazuri na DRC basi haina hofu, ina hapa tu kuchukua kombe hilo kulirejesha hapa nyumbani mjini Kinshasa. Michezo ya hatua ya 16 bora itaanza kupigwa kuanzia Jumamosi ya Januari 3. Mali itashuka dimbani kucheza na timu ya taifa Tunisia, huku Senegali wakabili Sudani, na tarehe 4 Tanzania watashuka dimbani kwa kabili wenyeji Morocco, huku Afrika Kusini wakicheza na timu ya taifa ya Kameruni. Ni Omar Mkambara. Kwenye Facebook kuna jumbe kemkem hapa. Sana Telefor Machumi anasema kutoka hapa Kigali, Rwanda. Anasema nawatakia mwaka mpya mwema 2026. Anatusikiliza vyema kabisa. Motisho JR John anasema kutoka Mwanza, Tanzania, BBC, Happy New Year kwa kuanza tena mwaka mwingine pamoja. Mudi Mabegi wa Kariakoo anasema mtawanya mwezi pale Dar es Salaam na wapata uzuri mno BBC Swahili, niko na nyie hadi tamati. Jacob David kutoka pale Pongwe, Tanga, Tanzania anasema vile vile anatupata vyema kabisa BBC Swahili. Charles Albina kutoka Ifakara, Morogoro anatusikiliza na anasema heri ya mwaka mpya kwa watu wote duniani. Michael John vile vile anasema ni vyema Trump akahakikisha kwamba usalama unaendelea kuwa imara huko Marekani. Kwenye ukurasa wetu vile vile ama kwenye tovuti yetu BBC hapa, habari kubwa ni ya dunia inasherehekea mwaka mpya wa 2026. Pita pale uweze kusoma ni kwa namna gani, lakini nchi 10 tajiri zaidi duniani mwaka 2025. Pita uweze kufahamu nchi yako ipo ama haipo. Haya. Sasa na katika makala zetu maalum za kumulika mwaka 2025, leo tunajikita katika michezo ambapo utasikia matukio makubwa ya kimichezo kama anavyosimulia hapa Ahmed Bahaj.
Na msikilizaji, natumai buheri wa afya popote pale ulipo. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi naitwa Ahmed Bahaj, na Swahili wasema bwana mambo ni kangaja, huenda yakaja, na akija basi tunakula sote nyama kwa nyama za mapaja tukienjoy. Lakini leo nakukaribisha kwa moyo mkunjufu na furaha na bashasha katika makala maalum ya matukio makuu ya michezo duniani mwaka 2021. Je, ni mambo gani yaliyowavutia mashabiki? Ni mambo gani yaliandikwa sana na kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii? Ni mambo gani yaliletea ulimwengu kwa taarifa kubwa sana katika ulimwengu wa michezo? Kwa ajili ya hayo ndani ya studio basi nipo naye mwanahabari wa michezo tajika hapa nchini Kenya anafahamika kama Abula Ahmed. Karibu sana. Shukrani sana bro. Na upande wa pili wa studio na tunaendelea naye Clarence Mwakiu ambaye yeye ni rais wa shirikisho la mchezo Tongil Modo hapa nchini Kenya. Karibu. Shukrani sana. Tuingie moja kwa moja katika ngoma yenyewe. Abula anasema wacha ngoma itambaye hivi sasa. Tunaanza na tukio kubwa kabisa la michezo kwa Afrika Mashariki. Ilikuwa ni Kenya kutoka katika nafasi ya pili kushamiri na kung'aa katika mashindano ya dunia ya riadha yaliyoandaliwa mwaka 2025 kule Tokyo, Japan, haswa baada ya kuzizoa ama kuzikwachua jumla ya medali 11, dhahabu 7, fedha 2, shaba 2. Lakini isitoshe wanawake wakatamba kweli. Dhahabu ya mwanamume ilikuwa moja tu. Tuanze na Abula. Si moja, si mashindano bora, matokeo bora kwa timu ya Kenya, lakini ni moja matokeo mazuri sana tukizingatia jinsi dhahabu na medali nyingine zilivyochukuliwa. Unazungumziaje kwamba hii inaweza kutuweka kwamba Kenya tuondoe wasiwasi? Tumefanya vizuri sana katika, na bado tutawala mashindano, bado ni wafalme wa dunia katika mashindano ya riadha. Ni kweli Bahati, kumekuwa na wasiwasi hasa katika miaka hivi karibuni. Ukiangalia matokeo katika mashindano ya riadha duniani na pia matokeo katika mashindano ya Olimpiki hayajakuwa kuridhisha sana, na wengi wadau na pia mashabiki na Wakenya kwa ujumla wamekuwa na ile hofu kwamba huenda zile nyakati ambazo tulikuwa tumezoea Kenya ikishamiri kila tunapotoka kuelekea kwa mashindano ya riadha dunia, basi unajua wanariadha watazoa medali nyingi. Kwa hivi sasa nadhani hivi karibuni ni matokeo bora, lakini ukiangalia katika historia ni matokeo ya 3 kwa ubora katika historia ya mashindano ya riadha duniani tangu Kenya ianze kushiriki mwaka 1983. Ukiangalia mwaka 2011 Daegu, Korea Kusini, Kenya ilizoa jumla medali 18 ikiwemo 7 za dhahabu, 8 za fedha na 3 za shaba. Lakini matokeo bora zaidi ambayo yatazungumziwa miaka nenda miaka rudi ilikuwa ni Beijing, Uchina, mwaka 2015, wakati unakumbuka YouTube man Julius Yego akishinda dhahabu katika mashindano ya javelin, urushaji mkuki. Vile vile Kenya ikizoa medali 16 jumla ikiwemo 7 za dhahabu, 6 za fedha na 3 za shaba. Ni matokeo ambayo yaliweka Kenya kileleni. Unajua mashindano ya riadha duniani unajua ni Marekani tu ndio wanaongoza kila wakati. Wakati huo Kenya ilikuwa nambari 1, Jamaica nafasi ya pili, hasa baada ya Jamaica kushinda finali ya mbio za mita 100 kuipiko Marekani. Kwa hiyo ni wakati ambapo Kenya ilijitangaza rasmi kwamba ni mibabe katika ulimwengu wa riadha wakati huo. Kisha baada ya hapo tukazama kidogo, hivi sasa tumeamka tena kuonesha kwamba Kenya bado ipo katika riadha, na ni jambo zuri. Yote inatokana na mazoezi na maandalizi. Nadhani wizara ilifanya kazi nzuri, na pia wakufunzi wakiongozwa na kocha mkuu Julius Kirwa ambaye mwisho wa siku alituzwa kuwa kocha bora mwezi huo Agosti baada ya kushamiri, na Septemba pia baada ya kushamiri kuisaidia Kenya kuandikisha matokeo mazuri, kumaliza wa pili nyuma Marekani. Kwa hiyo ni jambo zuri na inaonyesha kwamba mbele iko sawa. Mbele iko sawa. Na Clarence, Beatrice Chebet alishinda medali 2, dhahabu mita 10,000 na mita 5,000. Faith Kipyegon akashinda naye dhahabu yake ya 4 ya mbio za mita 1,500. Na unahisi vipi kwamba